tabia ya baba, tabia ya mwana unakuta vinafanana kwa sehemu fulani. Na wakati mwingine hata sauti unakuta vinafanana. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni uzao wa yule baba. Si tu ni uzao, DNA ni zake alizonazo ni za babake. Kwa hiyo hawezi kuwa na tabia kama nje ya baba yake. Ndio ukasikia mtu unamwona huyu, yaani huyu baba yake alikuwa hivyo hivyo. Tabia hizo alizonazo ndio hivyo hivyo. Kwa sababu hawezi kuchukua tabia za mwingine. Yesu akasema, nyinyi ni wa baba yenu ni nani? Ibilisi. Baba yenu ni nani? Ibilisi. Ni Ibilisi. Kwa maana hayo mnayofanya ndivyo shetani anayofanya. Shetani alikuwa ni muuaji hapo mwanzo, alikuwa anaua, alikuwa anasema uongo, alikuwa muongo. Na ninyi hayo mnayofanya ndiyo ayafanyayo baba yenu nani? Shetani. Ibilisi. Na anasema kila mnachokiona kwangu ndicho baba yangu anakifanya. Uzao wa nyoka, uzao wa nyoka, uzao wa nyoka. Na ndio maana leo watumishi wa Mungu kama hatujawa rohoni, unaweza kushangaa kanisa limejaa wazao wa nyoka. Hapo nasema na kanisa. Amen. 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 Likatoka kwenye tabia ya kimungu likaingia kwenye tabia ya watoto wa Ibilisi, ya uzao wa Ibilisi. Ndio maana nikaona mtu hata kujua kwamba hili ni kanisa, kutofautisha hakuko. Vaa yao, sifu yao, namna yote na tabia zao, utaona zile tabia sio za kimungu. Mpaka mtu anafikiri, hii kweli watu wameokoka kweli? Hii kweli ndio Kristo wenyewe huu? Mbona ni kama tu hori fulani wanalopiga muziki, wanapiga madisco humo. Na mbona ni kama watu tu wameingia tu humo, watu makahaba tu wameingia humo. Lakini unasikia hii ni kanisa na watu wanasema wameokoka na wanaenda mbinguni. Tukumbuke watu wa Mungu, mchungaji asipokuwa na macho rohoni, kanisa linaweza likageuzwa kuwa kanisa la wazao wa Ibilisi. Kwa sababu ndio walio wengi. Na hao wanapomkimbilia Yesu wanahitaji wabadilishwe. Wanahitaji wasikie injili ya kweli. Wanahitaji wasikie wokovu original. Wanahitaji kusikia wokovu wa utakatifu. Wanahitaji kusikia wokovu wa kubadilika, kama Paulo alivyosema, hapo zamani nilikuwa mtukanaji, hapo zamani nilikuwa muuaji, hapo zamani nilikuwa nachukia watu, hapo zamani nilikuwa sifai, hapo zamani nilikuwa sifai kwa matendo mema, lakini sasa nimekuwa kiumbe kipya. Amen. 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 Watu wanapokuja nyumbani mwa Bwana, wanapomkimbilia Yesu, wanahitaji kukutana na toba na utakatifu. Injili inayowabadilisha maisha yao, injili inayowabadilisha kuvaa kwao, injili inayowabadilisha mwenendo wao, injili inayowabadilisha roho iliyoko ndani yao ya kiuasi wa uzao wa Ibilisi, injili itakayong'oa mizizi yote ya uzao wa Ibilisi katika jina la Yesu. Amen. Mavazi ya kihuni ambao hawataenenda tena na tabia za kishetani, bali wataenenda na kuifuata injili ya Kristo, kwa sababu Kristo kupitia injili ya kweli anaondoa moyo wa kijiwe ulioko ndani ya mtu na kuweka roho yake Mungu itakayoweza kumsaidia na kumfanya kuwa mwana wa Mungu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa hiyo tuna makanisa, kanisa kubwa sana, ni watu wengi sana. Ni watu wa namna gani? Wa uzao gani? Ni wa uzao gani? Kanisa limejaa uzinzi wa kila namna. Wachungaji nao wameambukizwa roho za uzinzi. Na sasa hivi ndio hakuna wokovu. Yaani
mtu anaona wokovu ni kama sasa hivi ni kama kubadilisha fashion kutoka dhehebu moja kwenda dhehebu lingine, kwenda dhehebu lingine. Lakini zamani mtakatifu ameokoka, anatoka kwenye dini anaingia kwenye wokovu ambao hata watu watatambua kwamba huyu ameokoka. Amen. Amen. Watatambua kwamba huyu alikuwa mlevi, ameacha ulevi. Huyu alikuwa anavaa mavazi ya kikahaba, havai tena. Leo utakuta mtu anaingia kanisani kinguo kifupi, na mtu anasema Mungu anaangalia rohoni. Mungu ndio anaangalia rohoni, lakini sisi tunaangalia mwili.